Namkia. Halo. Nani yuko wapi ule fetete si fetete? Wana mkotaje? Wanazungumza wanaandao. Kwa mipango. Fetete wani jana kalisha watu biliani. Namjulia yapi mimi? Lini? Tangu lini mimi na watu wa Simba? Mimi hapa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ametulia kidogo. Mbona mna hali mbaya ndugu zangu, nikawaacha kidogo. Maana ningeendelea tu siku mbili, nyie msingevumilia nyie. Ungeenda pale kurusha ngumi, kwa hiyo nikaona kidogo nipoe. Maana saa tu mpaka mabomu tena kutaka kuvaa nini. Ana tuanze tukanza. Ya mchana, naomba nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru wote ambao mmekuja kwenye mkutano wetu huu muhimu sana ambao tumeitisha hapa kwenye Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, ambapo mashabiki wa timu zetu kubwa Simba na Yanga tuko kwa pamoja hapa, ambapo siku ya Jumapili kutakuwa na mechi kubwa kabisa ya washabiki wa Simba na Yanga. Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete imekuja katika siku hiyo itakwenda kutoa upimaji wa magonjwa ya moyo na magonjwa yasiyoambukiza bure kabisa kwa washabiki ambao watakuwepo siku hiyo, pamoja na wananchi ambao watahudhuria hii mechi muhimu sana. Kama mnavyofahamu, magonjwa ya moyo na yasiyoambukiza yanaongezeka kwa kasi sana, na baadhi ya watu hawajui kwamba wana matatizo haya magonjwa ya moyo. Kwa hiyo Taasisi ya Moyo ikaona ichukue jukwaa hili la timu zetu kubwa Simba na Yanga na mashabiki wa Simba na Yanga ambapo watakuwa wanacheza, tutumie nafasi hiyo kuwapima watu watakaohudhuria siku hiyo katika mechi, lakini na hata na wale wachezaji watakao kuwepo pale tutaweza kuwapima magonjwa bure bila kufahamu. Kama mnavyofahamu, serikali yetu inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza sana kwenye madaktari hawa bingwa kwa kuwasomesha, lakini vifaa tiba. Siku hiyo tutakuwa na vifaa venye ile tunaita akili munde au artificial intelligence, ambayo inaweza ikakuchunguza, ikaangalia umeme wako wa moyo, ikaangalia na moyo wako unavyotenda kazi. Kwa hiyo ni vizuri watu mjitokeze kwa wingi siku hiyo. Vipimo hivyo ni bure kabisa na watakuwepo madaktari bingwa wa moyo. Wanasema kauli yetu mbiu itakuwa pima moyo wako leo uishi kesho. Kwa hiyo jitokeze uweze kupima hiyo afya yako ya moyo. Lakini zaidi vile vile tutakuwa na watu wa lishe, watawafundisha watu bure kabisa, lakini tutapima na magonjwa mengine yasiyoambukiza kama vile magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine ambayo yanachangia masuala ya moyo. Kwa hiyo naomba wananchi wajitokeze kwa wingi sana katika hiyo mechi, kwa sababu mchezo ni furaha, lakini unapofurahi unafuraha ukiwa na uhakika moyo wako unakwenda
vizuri. Maana saa nyingine unaweza ukafurahi sana kumbe moyo una shida. Kwa hiyo tukikuangalia wakati hata kukishangilia wakati labda Yanga amemfunga Simba labda au Simba amemfunga Yanga basi utakuwa unafurahi ukiwa na uhakika. Kwa hiyo naomba tujitokeze. Nichukue nafasi hii vile vile kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa hii huduma bure kwa washabiki wa Simba na Yanga na wana michezo wote. Naomba mjitokeze. Asanteni sana. Asanteni sana. Ndugu zangu waandishi wa habari, mashabiki wa klabu ya Young Africans na mashabiki wa klabu ya Simba Sports. Mkurugenzi, Azam pia wapo? Tutaiwia radhi kwa kuwasahau. Habari za wakati huu ndugu zetu wa Azam Football Club. Kwa sababu mko wachache, ni vyema wakati ujao muwai siti za mbele iliwe rahisi kuwaona. Hayupo? Kumbe ameniingiza chaka. Sawa. Mkurugenzi, kwa niaba ya taasisi hii ya moyo hapa Muhimbili, kwa niaba ya watendaji wengine, sisi Club Young Africans tunashukuru sana kwa fursa hii ambayo mnakwenda kuitoa kwa wadau, wapenzi na mashabiki wa klabu ya mpira wa miguu. Mchezo wetu huu ni mchezo ambao unahusisha hisia 100%. Football ni mchezo wa hisia, na kama kuna watu wapo karibu kupata matatizo ya moyo, basi mimi naamini ni watu ambao wanajihusisha na kuupenda mchezo wa mpira wa miguu, kwa sababu hisia zote ziko hapo na mashabiki wetu wanacheza na hizo hisia kila wanapokuja uwanjani. Kwa linapotokea jambo kama hili, na kwa nafasi yenu, licha ya kuwa na gharama kubwa vifaa hivi ambavyo mko navyo, lakini mnaitumia mechi hii ya mashabiki wa Yanga na Simba kuja kutoa huduma, kuwapima tena bila gharama yoyote. Sisi ni jambo ambalo tuna kila sababu ya kuwapongeza na kuwashukuru sana kwa hichi ambacho mnafanya. Mwanzoni tuliona ni mechi tu ya kawaida, kwamba tutakwenda, tutacheza, tutafurahi. Lakini hapa tulipofika, kumbe tu sio mechi ya kawaida. Ni mechi ambayo inakwenda kusaidia na jamii kubwa ambayo ina uhitaji hasa kwenye matatizo haya ya moyo. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Naamini kama itafanyika research vizuri kabisa katika kipindi hiki cha miaka 4, usione watu wamekuja hapa wamependeza vizuri, lakini sisi Yanga tumesababisha shida nyingi sana kwa hao. Kwa hiyo fursa kama hii ambayo imekuja inatusaidia sasa kwenye ubinadamu kuona kwamba kama tulikuwa tuna mipango ya kupooza, tusipooze chochote, kwa sababu tukishawashona tiba ipo. Hatutawapoteza ndugu zetu, marafiki. Hawa ni ndugu zetu mheshimiwa. Tunapishana dakika 90 tu pale uwanjani, lakini ni ndugu zetu. Wengine tumeoa huko kwenye timu zao, lakini kisha dakika 90 tunatakiwa tuwe ndugu, na sifa ya undugu ni kujali mwenzako. Kwa hiyo kama watakuja kwa wingi, na hii ni fursa kwenu bwana. Zungumza na mashabiki wa Simba, ni fursa kwenu hii. Mjitokeze kwa wingi, kwa sababu mtakwenda kuangaliwa katika hichi kipindi ambacho Pacome yupo, mmeathirika kwa kiasi gani. Kunikazia macho hivyo hakusaidii kaka. Kitachosaidia ni wewe kuwashtua ndugu na rafiki zako ambako mnashangilia hiyo timu, mje kwa wingi KMC, mpate vipimo sahihi kujua madhara ambayo mko nayo kipindi hiki. Na sisi mashabiki wa Yanga najua tunapata raha, lakini kucheki afya pia ni muhimu. Si ndio bwana tunapata raha Yanga, tukawa tunashughulikiwa sehemu nyingine. Maisha haya. Si ndio bwana?
Haya mambo ya maisha haya. Uenda Yanga inashinda vizuri, unafurahi, ukirudi nyumbani shida ya moyo inaanza kukutafuta. Kwa hiyo na sisi pia tuwahi jamani, tuwahi kwa wingi, tukafanye vipimo. Mkurugenzi amezungumza hapa, mnaweza kuona kama ni kitu cha kawaida, lakini gharama ambazo ungekuja wewe kuzipata hapa kupima pengine ungepata shida kidogo, lakini fursa hii imekuja na amezungumza mkurugenzi hapa, Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vifaa vipya bora vimekuja hapa na waheshimiwa wanavileta pale kwa ajili yetu sisi mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa hiyo ni fursa kubwa na ninawaomba tuitumie, tusichezee fursa. Siku ya Jumapili mapema pale tuje tupime, tuangalie afya zetu zipo katika kiwango kipi. Kwa haya machache mheshimiwa, kwa sababu jambo hili linahusu zaidi wagonjwa, tuwape nafasi pia wagonjwa wenyewe wazungumze ni kwa kiasi gani wamelipokea hili jambo kwa furaha kubwa. Asante sana.